Na Suratun Nasi ukiangalia kwamba kwa tafsiri ya Kiswahili unaweza kusema kwamba ni sura ya watu, kwamba hii ukiangalia Allah katika sura hii amerudia kilima cha nasu ama cha watu mara nyingi. Ukiangalia kul bismillahir rahmanir rahim, kul a'udhu birabbi nasi maliki nasi ilahi nasi min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nasi, karibia mara 7. Ikaitwa kwamba ni Suratun Nasi. Lakini ukiangalia katika sura hii Allah alivyojielezea kwa watu, na sisi tunafundishwa nini katika hii sura? Hakuna kitu kigumu ama chenye matatizo kwa watu kama watu. Yaani watu ni tatizo kubwa sana kwa watu. Ukiangalia hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akifanya dawa, aliambiwa na Allah kwamba yeye atahifadhiwa na watu. Wallahu ya'simuka minan nasi, kwamba Allah atakuhifadhi kutokana na watu. Na ukiangalia katika hii sura, sisi binadamu tunafundishwa namna gani ya kujilinda. Na ukiangalia pia katika hii sura ni namna gani tunafundishwa kujilinda kutokana na watu, pia matatizo ya watu. Kwa sababu katika kujilinda kuna kujilinda kutokana na salama. Katika hii sura tunajilinda kutokana na salama ya kiimani, lakini ukifuatia sura ya pili unaona kwamba tunajilinda pia kutokana na shari za watu na matatizo ya watu. Wanadamu walivyo wanaweza wakakuletea matatizo wewe binafsi ulivyo. Sasa mimi najilindaje na hawa watu? Ndio maana Allah akatufundisha namna ya kujilinda. Kwamba mtu anaweza akakuangalia, mathalan katika kukuangalia katika zile shari za watu au matatizo, inawezekana akakuhusudu ukaharibikiwa, inawezekana akakuibia ukashuka kiuchumi, inawezekana akakudhulumu, inawezekana akakufanyia tatizo. Sasa katika matatizo, inawezekana akakufanyia tatizo ambalo linaloonekana kihisia ama la kimaanawi ambalo haliwezi kuonekana. Kwamba mtu akikuhusudu unaweza kumwambiaje mtu kwamba hilo tatizo ni jambo ambalo la kimaanawia, na hasadi ni kitu ambacho kipo. Na ndio maana Allah akatufundisha namna ya kujilinda na vitu kama hivyo. Lakini aina ya hizo shari ambazo Allah ametufundisha tujilinde nazo, kwamba ni shari za kibinadamu na kijini. Kwa sababu mashari ama matatizo yanayotokana, kuna matatizo ambayo yanayotokana na binadamu na matatizo ambayo yanayotokana na nini? Na majini. Walivyo wanadamu na ndivyo walivyo majini. Yaani binadamu walivyo ndivyo walivyo majini. Na ndio maana Allah amewafanya binadamu sheria yao ni moja kama vile majini. Kwetu sisi imani yetu kwamba majini wanalazimikiwa wamwabudu Allah na binadamu wanalazimikiwa wamwabudu nani? Allah. Majini wanadhuru, lakini maumbile ndio wameumbwa tofauti. Na ndio maana majini walivyo ni kama vile kinyonga, anapozaliwa hapo hapo anakomaa. Na majini walivyo, wanapozaliwa, akizaliwa asubuhi, swala ya dhuhuri lazima aiswali, ameshakuwa amelazimikiwa. Akizaliwa muda huu
atajitahidi baadaye swala ya isha ama al-asr ya magharibi aipate, na ni lazima, kwa sababu anazaliwa na anakalifiwa na sheria. Lakini pia katika khasais walizokuwa nazo kwamba wao wana uwezo wa kuishi miaka mingi. Majini wanaweza kuishi miaka mingi sana, mpaka miaka 1000 wana uwezo huo, tofauti na sisi binadamu. Lakini pia katika khawas ambao wamejaliwa wao, wanaweza wakajibadilisha katika maumbile tofauti. Yaani wao wana uwezo mkubwa, wanaweza wakajibadilisha aina tofauti. Wanaweza wakajibadilisha wakawa nyoka, wanaweza wakajibadilisha wakawa nini. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikataza hata mtu pale anapojisaidia haja ndogo asijisaidie katika mashimo, kwa sababu ni sehemu pia wanapoishi hao viumbe, kwa sababu wanaishi katika miti mikubwa, katika mashimo, katika maji, bahari. Hao ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa hapo ndio unajiuliza, ukitaka kumfahamu Mungu, basi angalie viumbe wake, ikiwa hao viumbe wana uwezo kama huo. Na ndio maana wana uwezo hata wa kuingia katika mwili wa mtu. Na ndio bado unaweza kukuta mtu anaongea lakini sio yeye, ni ule uwezo umejaliwa. Pale ndio unagundua kwamba uwezo wa Allah kwa viumbe vyake alivyokuwa kubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika hii sura Allah ameanza kusema qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi, kwamba sema. Na ukiangalia imeanza a'udhu bi rabbin nasi, kuna rabbin nasi, pia kuna maliki nasi, pia ilahi nasi. Yaani huyo Mungu hapa amejielezea namna nyingine, hapa amejielezea kwa aina nyingine, pale amejielezea kwa aina nyingine. Ukiangalia sababu ya kushuka hii aya ama hii sura, wengine wamesema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alirogwa na Labid bin A'sar, na hii riwaya ni dhaifu, japokuwa jamhuri ya mufassirina wameenda kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alirogwa. Mtume Muhammad haiwezekani akarogwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia la yuflihu as-sahiru haythu ata, kwamba mchawi yoyote hawezi akamwendea Mtume Muhammad akamroga. Sasa zile riwaya ambazo zilizokuja kuelezea sababu ya kushuka hii ni riwaya ambazo ni dhaifu, kwa sababu zinapingana na Qur'ani. Na ukiangalia katika tafsir ambazo walizokuwa wakimpa wale makafiri wa pale Makka, Makuraish ambao walikuwa makafiri, walikuwa wakimpa katika ile tafsiri, walikuwa wakimwambia kwamba Mtume Muhammad ni majnun, kwamba ni mwenda wazimu. Katika tafsiri nyingine ambayo walikuwa wakimnasibisha nayo, walikuwa wakimwambia kwamba ni mtu aliorogwa. Lakini hivi vyote Allah subhanahu wa ta'ala amemtakasa navyo. Yaani nyinyi mnamfuata vipi mtu ambaye aliorogwa? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haiwezekani. Na Mungu amemtakasa na hivi vyote. Ndio maana katika suratu Nuni Allah anasema nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mwenda wazimu. Alafu pia kitu kingine, walikuwa kinasibisha Qur'ani kwamba ni kitabu cha shairi, cha maandishi. Ndio maana Allah anasema wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikru, kwamba wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu, kwamba Mtume Muhammad hatukumfundisha nini? Shairi, zile tungo zile. Shairi ni zile tungo zile, sawa? Kwamba Qur'ani sio shairi, wama yanbaghi lahu, na wala haikustahili kwa Mtume Muhammad kuwa ni shairi, kwa sababu ni katika mambo ambayo
yangempunguzia ule utume wake katika Qur'ani, watu wangehoji kwa sababu huyu ni fasaha katika kuandika shairi, basi hata Qur'ani ni shairi. Lakini Allah amemtakasa na hilo. Pia katika kitu kingine Allah alichomtakasa nacho ni walipomuita kwamba yeye amerogwa na Mtume Muhammad, Allah akamwambia wallahu ya'simuka minan nas, Allah anakuhifadhi na watu, wala yuflihu sahiru haithu ata. Na kuna nyingine aya nyingi ambazo zikimtakasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hivi vitu. Sasa unakuja kugundua kwamba haiwezekani Mtume Muhammad kurogwa, kwamba hizi aya na ile hadithi ilivyokuja kwamba yule Yahudi imemtokea kwa Mtume Muhammad ni kauli dhaifu. Haiwezekani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokea kitendo kama hicho. Lakini ukiangalia Allah anasema hivi, sema a'udhu bi rabbin nasi, najilinda, na imetumika kwamba bi rabbin nasi. Rabb ni kilima ambacho kinachofidisha mlezi wa watu. Allah hapa amejiita mlezi wa watu. Kilima kinachofuatia amejiita mmiliki wa watu. Kilima kinachofuatia Allah akajiita kwamba yeye ni nani, ambaye yeye ndiyo anayeabudiwa, ilahi nasi, kwamba yeye ndiyo Mungu na yeye ndiyo anayeabudiwa na watu. Kwa nini Allah hapa ajiarifishe kwa sifa nyingine? Hapa amejiarifisha, yani amejielezea. Hapa kajielezea kwa sifa nyingine, hapa kajielezea kwa sifa nyingine, hapa